أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عما بعد, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu wazazi na wajibu wetu kwa watoto wetu kuhusu Qur'an. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kuhusu kitabu chake kuwa ni kama nur au ni nur, kama ilivyokuja katika Qur'an surat Ashura aya ya 52. Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nasha'u min ibadina, lakini tumekifanya kuwa nur ambayo kutokana nayo tunamuongoa tunayemtaka miongoni mwa waja wetu. Na akaelezea tena Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea kwamba yeyote atakayeiacha Qur'an atakuwa na maisha ya shida, kama alivyosema katika Qur'an suratu Taha aya 124. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Na yote atakayeacha kumkumbuka au kumbukumbu yangu, hakika atakuwa na maisha ya shida, nasi tutamfufua siku ya kiyama akiwa kipofu. Dada zangu katika imani, Ibn Abbas radhiallahu anhuma kadhalika alisema, ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala hapa ni nini? Ni Qur'an, kama ilivyokuja katika aya hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemhakikishia yeyote atakayeshikamana na Qur'an kwamba hatapotea duniani wala hatahuzunika kule akhera. Kisha akasoma aya kisha akasoma aya ifuatayo katika Qur'an suratu Taha aya 123. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, basi ukikujieni mwongozo kutoka kwangu, yeyote atakayeifuata mwongozo wangu hatapotea wala hata huzunika. Dada zangu katika imani, Qur'an tukufu ni njia ya maisha. Ilikuja kuonyesha wanadamu njia ya mafanikio na kuiainisha mipango ya ufanisi wake, na maisha ya kweli ni yale yanayofuata mwongozo wa Qur'an, na bila hayo hakuna uhai, hata kama watu watayaona watayaona hivyo. Qur'an, dada zangu katika iman, ilikuja pia kuboresha tabia, kukuza akili, kusahihisha miamala baina ya watu na kutumia kanuni za haki. Na ili kujumuisha kadhalika, ilikuja pia ili kujumuisha ibada, kujumuisha iman, kujumuisha wajibu, kujumuisha misingi ya hukumu, kujumuisha mahusiano ya mataifa na watu katika amani na vita, na kadhalika kujumuisha siasa za utawala, kuanzishwa kadhalika kwa haki ya kijamii na kadhalika mshikamano wa kijamii. Na hivyo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake walituamuru kuifuata kitabu hiki. Dada zangu katika imani, katika Qur'an kuna mfumo wa familia na nyumba unaomlea mvulana Muislamu, msichana Muislamu, mwanamume na mwanamke Muislamu, na kutimiza kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika surat At-Tahrim aya 6, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara, enyi mlioamini jilindeni nafsi zenyu na familia zenyu na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Dada zangu katika imani, ni kwa nini hatubadiliki? Kwa sababu ya Qur'an. Ni kwa sababu, dada zangu katika imani, maswahaba walitambua thamani yake
kubwa na wakaichukulia kama kitabu cha mwongozo na njia ya maisha, yani waliofuata, kama Aisha radhiallahu anha alivyoeleza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Maswahaba walichukulia kuwa yani ujumbe kutoka kwa Mola wao na wakajishughulisha nayo, na kwa hivyo walikuwa waangalifu kufuata mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyotokea kwa sahaba wetu mwema Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kwamba yani Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alipozuia kumsaidia Mista kwa matumizi yake kama kawaida alivyokuwa akimsaidia, kwa sababu alizungumzia kuhusu binti yake Aisha radhiallahu anhu vibaya katika tukio la kashfa. Aliposoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran Suratu Nur aya 22 inasema, wala ya'ti ulul fadli minkum was-sa'ati an أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم wallahu ghafurur rahim. Na wale miongoni mwenyu wenye wingi wa mali, yani wasiape kutowapa jamaa, kutowapa maskini na wahamiaji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wawasamehe na waache. Je, hampendi Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe? Na Allah ni mwenye kurehemu. Alipoisoma Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu aya hii, maneno haya, alisema ndio, wallahi napenda Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe. Akarudi na kuendelea kumpa Mista kile alichokuwa akimpa hapo awali katika matumizi yake. Dada zangu katika imani, Abu Bakar Siddiq alipoamua kujenga kadhalika chumba cha kuswalia, yani katika ua wa nyumba yake huko Makka, angeswali humo. Alikuwa yani akiswali humo na kusoma Qur'an kwa sauti ya unyenyekevu yenye kugusa moyo. Watu walikuwa wakikusanyika karibu naye kusikiliza yani kisomo chake, na hata wanawake na watoto wa washirikina waliathiriwa nacho, jambo ambalo liliwatia wasiwasi viongozi wa Quraysh. Kwa hivyo walienda kwa Ibn Daghna ambaye alikuwa amemfadhili Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu kumlinda, na wakamuomba amzuie, kwa sababu yani waliogopa kwamba wanawake na watoto wangejaribiwa na Qur'an. Ibn Daghna akamwambia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu aache kufanya hivyo au amrudishie ulinzi wake, na akasema Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu kumjibu Ibn Daghna, nimeridhika na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na akaendelea na ibada yake na wito wake. Dada zangu katika imani, ikiwa washirikina hawa yani waliathirika na Qur'an na kisomo cha Abu Bakar, kisomo kilichokuwa na unyenyekevu, kwa nini sisi hatuathiriki na Qur'an? Mioyo yetu imekuwa migumu zaidi kuliko mawe, kwani hata milima hunyenyekea inapotajwa Mwenyezi Mungu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an Surat Al-Hashr aya 21, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kama tungeliteremsha Qur'an hii juu ya mlima, ungeliona ikinyenyekea na kugawanyika kutokana na hofu ya Mwenyezi Mungu, na mifano hii
iwasilisha kwa watu ili labda watafakari. Dada zangu katika imani, kwa kuwa Qur'an ndiyo chanzo cha maadili na Mtume sallallahu alaihi wasallam alilelewa humo na kalelewa na Qur'an, yatupasa kuwa na hamu yani kubwa ya kuwalea watoto wetu juu ya Qur'an kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, tuwalee watoto wetu waelewe kwamba Qur'an si ya kipindi cha maisha kama silabasi ya shule, na kwamba waelewe kuwa elimu ya Qur'an inachukua nafasi ya kwanza kuliko masomo mengine yote, kwa sababu ndio njia ya kufanikiwa ndani yake katika maisha yote. Tuwape watoto wetu ufahamu huo, dada zangu katika imani. Pili, tuwafundishe watoto wetu kwamba muda tunaotumia kwa ajili ya Qur'an haupunguzi muda wa kusoma, badala yake huongeza baraka katika kila kitu. Ibrahim ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alimshauri Dia al-Maqdisi alipoanza safari yake ya kujifunza hadith, alimwambia, soma Qur'an mara kwa mara, usiache, kwani unachotafuta kitakuwa rahisi kwako kulingana na kiasi unachosoma. Na baada ya kutekeleza ushauri wa Ibrahim ibn Abdul Wahid, Dia al-Maqdisi alisema, niliona hili na kulipitia mara nyingi. Niliposoma sana ikawa rahisi kwangu kusikia na kuandika hadithi nyingi, na nilipokosa kusoma haikuwa rahisi kwangu. Dada zangu katika iman, na njia ya tatu, yatupasa tuwalee watoto wetu waelewe kwamba kuikumbatia Qur'an huleta baraka na neema katika maisha yao, katika maarifa yao na utajiri, na katika nyanja zote za maisha, huku kuipuuza huleta majuto, na kwamba hata wachawi hawawezi kuishinda Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, suratu Sad aya 29, kitabun anzalnahu ilayka mubarak, yani hiki ni kitabu tumekuteremshieni, kimejaa baraka. Sehemu ya baraka yake ni kwamba hakiingii kamwe katika kitu chochote bila kukipa baraka zake. Kwa hivyo tukishikamana na Qur'an na kuwalea watoto wetu ipasavyo, ili tupate baraka katika nyanja zote na maisha yetu. Kwa hivyo dada zangu, yani katika iman, tuwasaidieni watoto wetu ili kufanya maisha yao yafungamane na Qur'an bila kutengana nayo kupitia kusoma mara kwa mara. Na la nne ni tuwafundishe watoto wetu kwamba kusoma Qur'an ni jambo la kupendeza na tamu zaidi kuliko uimbaji mwingine wote wa music na mambo mengine. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema katika kitabu chake cha Zad al-Ma'ad, kusoma Qur'an kwa sauti nzuri kuna ufanisi zaidi katika nafsi na kunasaidia zaidi kuisikiliza na kuizingatia. Ni kama utamu unaongezwa kwenye dawa ili kuifikisha mahali pa ugonjwa, na kama manukato yanayoongezwa kwenye chakula ili maumbile yaweze kuila. Nafsi, dada zangu katika iman, lazima iwe na hamu ya kuimba. Kwa hivyo inalipwa kwa furaha ya kuimba, na furaha ya kuimba hapa ni Qur'an. Haya yamesemwa na mwanachuoni huyu mkubwa Ibn al-Qayyim katika kitabu chake cha Zad al-Ma'ad ukurasa wa 193. Na la tano, dada zangu katika iman, kadhalika tupasa tuwafundishe watoto wetu kwamba nafsi isiyojaa Qur'an inakuwa makazi ya shetani. Kwa hivyo kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala hasa kupitia kusoma Qur'an ni miongoni mwa njia kuu za ulinzi dhidi ya shetani. Kama msomi wa maswahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu alivyosema, kama ilivyosimuliwa na Ibn Abi Shayba na Abu Daud na At-Tabrani, kuwa sheitan ameketi juu ya moyo wa mwanadamu. Anapomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala hujificha, na anapoghafilika hunong'ona.
haya yamesimuliwa na Ibn Shayba na katika juzi yake ya 34 ukurasa wa nani hadith nambari 34,774 na kadhalika amesimuliwa na Abu Daud katika Al-Zuhud ukurasa wa 337 na imesimuliwa na At-Tabrani katika Jami' al-Bayan juzi ya 24 ukurasa wa 754. Dada zangu katika imani, la sita ni kwamba tuwafundishe watoto wetu kwamba kila aya ya Qur'an wanayojifunza ni bora kwao kuliko kupata ngamia mkubwa au kitu chochote chenye thamani na bei sawa katika wakati wetu huu. Yani imesimuliwa haya, yamedhihirishwa kwamba imesimuliwa na Imam Muslim katika sahihi yake nambari 803 kutoka kwa Uqba ibn Amir radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka tulipokuwa Sufa. Sufa ni eneo lililofunikwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akasema Mtume, ni nani kati yenu angependa kutoka kila siku kwenda Buthan au Al-Aqiq na kuleta ngamia wawili wakubwa bila kufanya dhambi yoyote au kukata uhusiano wa kindugu? Tukasema, Mtume wa Allah, tungependa kufanya hivyo. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia, basi kwa nini mmoja wenu hatoki kwenda msikiti ili ajifunze au asome aya 2 kutoka katika Qur'an? Ni bora kwake kuliko ngamia wawili wa kike, na watatu bora kuliko yani watatu, na wanne ni bora kwake kuliko wanne, na kadhalika kulingana na idadi ya ya ngamia. Dada zangu katika imani, la saba, tuwalee watoto wetu waelewe kwamba nafsi na nyumba hupanuka kwa kusoma Qur'an na nyumba hubanwa kwa kuiacha Qur'an. Kwa hivyo tuwaonye watoto wetu dhidi ya kuiacha Qur'an au kutojali Qur'an. Msomaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu alisema, nyumba ndogo zaidi ni nyumba ambayo hamna chochote katika kisomo cha Qur'an. Kwa hivyo soma Qur'an, mtalipo kwa hiyo kwa matendo mema 10 kwa kila herufi. Dada zangu katika imani, ufinyo au wembamba wa nyumba hautokani na ukubwa wake, bali unatokana na wembamba wa mioyo ya wakazi wao na tabia zao mbaya. Na kinyume chake, yani upana wa nyumba unatokana na upana wa mioyo wa wakazi wao na tabia zao nzuri. Kwa hivyo Qur'ani inaachwa wakati wa shida ambayo hakuna tiba isipokuwa ni kusoma au kuisoma na kuelewa na kutenda kulingana na na mafundisho yake. Darimi asimulia katika sunan yake kwamba Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa akisema, nyumba inakuwa na wasaa, yani na upana kwa wakazi wake, na malaika huizunguka na mashetani huikimbia na baraka zake huongezeka Qur'an inaposomwa ndani yake, na nyumba inakuwa na wakazi wake wote inakuwa yani nyembamba, malaika huiacha na mashetani huizunguka ikiwa Qur'an haisomwi ndani yake. Haya yamesemwa na yao yanapatikana katika Sunan ad-Darimi juzi ya 4 ukurasa wa 2085. La 8, dada zangu katika imani, ni kwamba tuwafundisheni watoto wetu kwamba utimamu wa akili zao katika kukariri, kukumbuka na kuchambua unahusishwa na kiwango cha kushikamana kwao na na Qur'an. Malik bin Umair alisema, ilikuwa ikisemwa watu wenye akili timamu zaidi ni wasomaji wa wa Qur'an. Na Al-Qurtubi rahimahullah alisema, yeyote anayesoma Qur'an atafurahia akili yake hata kama atafikisha umri wa miaka 100. Dada zangu katika imani, la 9, tuwafundisheni watoto wetu kwamba rehma huwajia kwa urahisi zaidi wanaposikiliza Qur'an. Al-Layth ibn Sa'd radhiallahu
rahimahu Allah alisema, inasemekana kwamba rehma haimjii mtu yeyote haraka zaidi kuliko yule anayesikiliza Qur'an, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, Surat Al-A'raf aya 204, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, na Qur'ani inaposomwa basi sikilizeni na nyamazeni ili mpate rehma ili mpate kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie Qur'an iwe mwongozo wetu wa kuelekea peponi, na atufanye sote tuipende kuisoma na kuifanyia kazi usiku na mchana, na aifanye ipendeke kwa watoto wetu na wanafamilia wetu wote kwa rehma zake. Shukran jazila wa barakallahu fikum.